Ni saa 10 kamili kwa saa za Afrika ya Mashariki. Karibu tujumuike pamoja katika All Talk habari jioni ya leo. Kwa hiyo hii inalazimisha mamlaka za bandari kuweza kujikita katika kufanya developments in the ports ili kwenda na wakati husika. Undani wa taarifa hii utausikia katika mjumuiko wa taarifa yetu ya habari tuliyokuandalia jioni hii. Taarifa hizi pia utaziona katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii ambayo ni Facebook, TikTok, Instagram pamoja na YouTube kwa jina la ATFM TZ, na usiache kushare, kulike, kusubscribe pamoja na kucomment. Mimi ni Matrida Leopold Morant nitakayekuletea undani wa taarifa hii jioni ya leo. Karibu. Taarifa yetu inaanzia huko jijini Dodoma ambapo makamu mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya viwanda, biashara, kilimo na mifugo ambaye pia ni mbunge wa Kondoa mjini, Mheshimiwa Mariam Ditopile ameipongeza serikali chini ya uongozi wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutoa shilingi bilioni 200 kwa ajili ya kuwawezesha vijana nchini. Akisoma taarifa ya kamati hiyo bungeni kuhusu utekelezaji wa majukumu ya Wizara ya Viwanda na Biashara kwa mwaka wa fedha 2025-2026 pamoja na maoni ya kamati kuhusu makadirio ya mapato na matumizi ya wizara kwa mwaka wa fedha 2026-2025, Mheshimiwa Ditopile amesema sehemu ya fedha hizo kiasi cha shilingi bilioni 4 zimeelekezwa Wizara ya Viwanda na Biashara kwa ajili ya kuwawezesha vijana kupitia shirika la kuhudumia viwanda vidogo yani ISIDO. Amesema hatua hiyo inaonesha dhamira ya serikali katika kukuza uchumi wa vijana kwa kuwajengea uwezo wa kujiajiri, kuanzisha biashara endelevu na kuhamasisha ubunifu katika sekta ya viwanda. Nikiendelea kusalia jijini Dodoma, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Musa Azan Zungu, ameishauri Wizara ya Ujenzi kwa kuonyesha hamasa ya kuingia katika mfumo wa ubia kati ya serikali na sekta binafsi, yani PPP. Mheshimiwa Zungu amesema bila PPP mzigo wa ujenzi wa matengenezo ya barabara ni mkubwa kwa serikali peke yake, na ameeleza kuwa katika mataifa mengi duniani serikali huingia ubia na sekta binafsi ili kugawana gharama na majukumu ya miundombinu. Kwa mujibu wa Mheshimiwa Spika, mahitaji ya barabara na miundombinu hapa nchini bado ni makubwa, huku akisisitiza kuwa ni wakati mwafaka Wizara ya Ujenzi kuonesha hamasa ya kweli hasa katika kutekeleza mpango wa 4 wa taifa wa maendeleo wa miaka 5 ambapo 70% ya miradi ya maendeleo imepangwa kutekelezwa na sekta binafsi. Na sasa tuangazie huko jijini Dar es Salaam. Katibu mtendaji wa Umoja wa Mawakala wa Meli Tanzania TASA Bwana Abel Uronu ameweka wazi kuwa mageuzi makubwa ya teknolojia ya meli duniani yanailazimisha mamlaka ya usimamizi wa bandari Tanzania yani TPA kuwekeza kwenye miundombinu ya kisasa, na uwekezaji huo hauwezi kukamilika bila kuwepo kwa ada ya uendelezaji wa miundombinu mipya ya bandari yani PID. Akizungumza jijini Dar es Salaam kuhusu umuhimu wa tozo hiyo ambayo hivi karibuni TPA iliishusha kutoka 9% hadi 4.5% ya kodi ya forodha baada ya kusikiliza maoni ya wadau, Uronu amefafanua kuwa tozo hii inakwenda kuzaa miradi mikubwa ya kimkakati itakayoifanya Tanzania kuwa miongoni mwa mataifa yenye bandari za kisasa. Ametolea mfano maendeleo katika bandari kubwa duniani ambako kazi zote zinaendeshwa kwa mifumo ya kielektroniki na kidijitali, hakuna misongamano ya watu wala malori. Kwa hiyo hii inalazimisha mamlaka za bandari kuweza kujikita katika kufanya developments in the ports ili kwenda na wakati husika. Wanaangalia meli, wateja wake ni nani, port users ni akina nani, na wanakuja na requirement zipi. Kwa hiyo hawa ndio wanaosababisha pia mamlaka ya bandari popote duniani, the port authorities, kufanya development ya ports zao, kwa sababu wanazingatia hali ya utendaji wa kazi na
facilities na meli wanazozihendo kwa kipindi kile, lazima wafanye maendeleo. Kwa hiyo hizi tozo zinazotozwa sehemu kubwa ni katika utendaji wa kazi mamlaka ya bandari katika kuifanya bandari iwe modern, iweze kukopo na wakati duniani. Na nikiendelea kusalia huko jijini Dar es Salaam, mtangazaji wa kwanza mwanamke wa redio hapa nchini Bi Khadija Said Salmin, maarufu pia kama Kende Malam, amefariki dunia asubuhi ya leo katika hospitali ya Mloganzila jijini Dar es Salaam. Marehemu Khadija Said Salmin alikuwa mmoja wa waanzilishi wa tasnia ya utangazaji hapa nchini na aliweka historia kwa kuwa miongoni mwa watangazaji waliotangaza tukio la kihistoria la uhuru wa Tanganyika usiku wa Ijumaa Disemba 8 ya mwaka 1961 kuamkia Jumamosi ya Disemba 9 ya mwaka 1961. Kufuatia kifo chake, watangazaji waliobaki walioshiriki kutangaza tukio hilo la kihistoria kwa sasa ni wawili pekee, ambao ni Bi Violet Maro pamoja na Hamza Kasongo. Tasnia ya habari na mawasiliano hapa nchini imepoteza mmoja wa waasisi wake muhimu aliyetoa mchango mkubwa katika maendeleo ya utangazaji wa redio hapa nyumbani Tanzania. Na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Rais wa Marekani Donald Trump amewashtukiza washirika wake wa jumuiya ya kujihami NATO baada ya kutangaza kutuma wanajeshi wengine 5,000 nchini Poland. Tangazo lake limetolewa saa chache kabla ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio kukutana na mawaziri wa NATO nchini Sweden leo Ijumaa, huku kukiwa na mgawanyiko mkubwa kuhusu vita vya Iran. Kupitia chapisho aliloliweka kwenye mtandao wake wa Truth Social, Trump ametaja uhusiano wake na rais mhafidhina wa Poland Karol Nawrock kama sababu ya uamuzi wake wa kutuma wanajeshi zaidi. Kwa wiki kadhaa, Trump amekuwa akiwakosoa vikali wanachama wa NATO kwa kutosaidia kampeni ya kijeshi ya Marekani na Israel, akisema anafikiria kujiondoa katika muunganiko huo na kuhoji ikiwa Washington inalazimika kuheshimu makubaliano ya ulinzi wa pamoja. Huko nchini Kenya, waendeshaji wa usafiri wa umma nchini Kenya wamefuta mgomo uliokuwa unatarajiwa kuendelea tena wiki ijayo baada ya Rais William Ruto kutangaza leo kuwa serikali itapunguza bei ya diesel kwa zaidi ya 10%. Mapema wiki hii waendeshaji wa sekta ya uchukuzi walifanya mgomo wa siku 2 kupinga ongezeko la bei ya mafuta katikati mwa vita vya Iran. Mgomo huo ulitatiza shughuli za kiuchumi katika mji mkuu wa Nairobi na kuzusha makabiliano kati ya waandamanaji na polisi, ambapo watu 4 walikufa na takriban 30 walijeruhiwa. Katika hotuba yake kwa njia ya televisheni leo Ijumaa, Rais wa Kenya Mheshimiwa William Ruto amesema kuwa ametoa agizo kwamba gharama za dizeli zipunguzwe kwa shilingi 10 ya Kenya kwa lita kati ya mwezi Juni na Julai ili kutoa nafuu kwa watumiaji. Na huo ni mwisho wa taarifa za kimataifa, na sasa tuangazie taarifa za biashara na uchumi. Waziri wa viwanda na biashara Mheshimiwa Judith Kapinga amesema serikali imeendelea kuchukua hatua za kuondoa vikwazo vya biashara visivyo vya kiushuru kati ya Tanzania na nchi jirani, hususan Kenya na Zambia, kwa lengo la kuimarisha biashara na ushirikiano wa kikanda. Akiwasilisha makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Viwanda na Biashara kwa mwaka wa fedha 2026-2027, Mheshimiwa Kapinga amesema wizara imeendelea kuratibu majadiliano ya masuala ya biashara na kuondoa vikwazo hivyo kupitia majukwaa mbalimbali ya kikanda. Ameeleza kuwa kati ya Tanzania na Kenya, wizara imefanikiwa kuendelea kutatua changamoto za kibiashara kupitia mkutano wa kamati ya pamoja ya biashara JTC uliofanyika kuanzia Septemba hadi Oktoba ya mwaka 2025 katika jiji la Dar es Salaam. Amesema katika mkutano huo jumla ya vikwazo 14 vya biashara vilijadiliwa, ambapo 6 vilihusu malalamiko yaliyowasilishwa na Tanzania, huku vikwazo 8 vikiwasilishwa na Kenya. Na kufikia hapa ndo mwisho wa taarifa ya habari jioni ya leo. Taarifa nyingine ya habari itakujia saa 5 usiku. Usiache kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii kama ATFM TZ kwa habari na matukio ya hivi punde na kuendelea.
Lakini pia usiache kushare, kulike, kusubscribe pamoja na kucomment. Mimi ni Matrida Leopold Morant na kutakia usikivu mzuri katika vipindi vinavyoendelea.